Na maombi, alafu tuweze kushusha mwili wa mpendwa wetu Naomi Kaihura Mwakyoma. Mwamba wenye imani wako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka unisafi na dhambi, unifanya mshindi wa kazi zote. Timizi sheria nijapofanya bidii, nikilia na kuzidi, hayaishi makosa, iwe wangu wokoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutokana na jiografia ya vyombo vyetu na kutokana na muda wenyewe, nimeona ni vema tuendelee na ibada, alafu marekebisho ya vyombo yatatukuta njiani, na bahati nzuri ma-MC wetu wana sauti za kutosha, watatuongoza kwa kila jambo tutakalokuwa tukilifanya kwa sasa hivi. Ndugu zangu, wakati huu ningependa nifanye ibada ya kubariki kaburi ili mwili wa ndugu yetu ushushwe, alafu baada ya hapo tusema neno la Mungu kwa ufupi kwa dakika 2, alafu tutaendelea na ibada nyingine kubwa ya kumwaga ndugu yetu kwa kuweka udongo. Wapendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa wetu Naomi Mwakyoma Kaihura amemaliza safari yake, na huu ni wakati wa kulibariki kaburi hili takatifu ambalo ni nyumba yake ya milele. Siku ile ya parapanda ya mwisho itakapolia, atakapofufuka katika wafu kuungana na watakatifu walio hai duniani, nachukua nafasi hii ya kulibariki kaburi kabla ya kuraza mwili wa Naomi katika nyumba yake ya milele. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Amen. Wakati huu napenda kuwatangazia kwamba kaburi hili ni kaburi takatifu ambalo wachawi na mtu yote mwenye hila na manuizi ya kila aina hayana mamlaka ya kuzuia mwili huu usiwe na muhuri wa Yesu Kristo katika ufufuo wa siku za mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mara baada ya hapo, ningeomba sasa wakati tunaimba wimbo wa tenzi, vijana wetu watuongoze mwili wa ndugu yetu ukiwa unashushwa kaburini. Uko nafasi ya kubeba Mwamba
Na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Mstari wa 4, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Kitabu cha Korinto, waraka wa Korinto kwanza sura 15:21 mstari ya 23. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia moja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. Kwa maana kama vile katika Adamu watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai, lakini kila mmoja kwa wakati wake. Kristo hapa duniani. Tumesoma katika kitabu cha Zaburi, ilikuwa ni Zaburi ya 90 mstari wa 12. Nenda ukausome mara kwa mara, uzihesabu siku zako za kuishi hapa duniani. Lakini pia ujitahidi kutenda yaliyo mema, ujitahidi kuwasaidia watu, usiwe chanzo cha kukatisha maisha ya watu. Jitahidi kuhesabu siku zako za kuishi hapa duniani, lakini pia watu waishi kwa ajili yako, watu wafurahie kuishi kwako, watu wanufaike uhai wako. Wakati utakapokuwa ukiondoka hapa duniani, watu wajifunze uhai wako ukiwa hapa duniani ulifanya hivi na hivi na hivi. Ulisababisha nipate kazi, ulisababisha nitolewe jela, ulisababisha watoto wangu walikuwa wanataka kufa hospitalini kukosa gharama za malipo, walipata msaada.